Jesus. Ninakushukuru Mungu uliye hai. Ninakushukuru mtakatifu. Ninakushukuru Baba uliye kimbilio la wote. Mungu uliye ngao, kigao, mwamba imara na salama kwenye maisha ya mwanadamu. Hakuna mwingine, peke yako ndiye unastahili sifa na heshima na utukufu. Ninakuhimidi majira haya. Tena ninakukaribisha. Karibu Mungu upate kunihudumia. Karibu upate kuwahudumia makumi na mamia ya watu ambao Mungu uliye hai wako tayari kwa ajili ya kufuatilia na kujifunza juu ya kile ambacho Mungu umekifunua ili tupate kusikia kwenye haya majira. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, makusudi mabaya ya adui shetani kwa ajili ya kuharibu Mungu wanapoweka utulivu kwa ajili ya kutaka kusikiliza. Mungu, ninaenda kinyume kabisa na mpango wa adui na ninawakabidhi mikononi mwako. Mahali popote wanaponisikiliza, mahali popote anaponisikiliza, Mungu nyosha mkono wako ili akawe tayari kwa ajili ya kujifunza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu unayefuatilia mafundisho haya, ninakukaribisha kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Ninakukaribisha. Karibu leo ikiwa ni siku yetu ya 3, kwa maana yani kipande cha 3 cha semina, ambapo tumekuwa na semina. Leo ni awamu ya 3, kwa maana ya kwamba tumekuwa na Jumatatu ya kwanza, Jumatatu ya pili, na sasa itakuwa ni Jumatatu yetu ya 3. Ninakukaribisha wakati wewe unaendelea kusubiri kwa ajili ya Jumatatu nyingine inayokuja, ambayo tutakuwa tunamaliza semina yetu kwa maana ya siku 4. Bwana Yesu apewe sifa. Wale ambao tukifuatana kuanzia tunaanza mpaka tutakapomaliza, kichwa cha somo ambacho tumekuwa tukitembea nacho kinaenda kwa jina la udhihirisho wa nguvu za Mungu. Udhihirisho wa nguvu za Mungu. Wale ambao ni mara ya kwanza ndio unasikiliza, unaweza ukaandika mahali kwamba udhihirisho wa nguvu za Mungu. Kwa machache ambao naweza nikakumbusha kuanzia siku yetu ya kwanza na ya pili ambao tuliweza kuangalia, ni kwamba msisitizo mkubwa wa hili somo ulijikita kwenye kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 4, tuliangalia ule mstari wa 8 na ule wa 9. Nami nitasoma hapa ili tuweze kwenda pamoja. Biblia inasema, basi itakuwa wasiposadiki wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, watasikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala kusikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatoayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Bwana Yesu apewe sifa. Hili ndilo neno ambalo tulikuwa tumesimama nalo kwa maana ya kitabu na mistari miwili ambayo tumekuwa tukisimama nayo kuanzia siku hii ya kwanza. Msisitizo ulikuwa juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Musa, ambaye tuliangalia habari zake na jinsi ambavyo alikuwa akitamani zaidi Mungu ajidhihirishe kwenye wito wake. Kama vile ambavyo watu wengi wanatamani sana Mungu aweze kujidhihirisha kwenye wito wao, hasa pale wanaposikia kwamba wanao msukumo ndani wa kwamba wameitwa na Mungu. Basi katika mazingira ya hatua zao za utumishi au za kutekeleza ule wito, wanatamani Mungu ajidhihirishe. Na wale ambao ni mara yao ya kwanza, tuliangalia kwamba tunaposema udhihirisho, tunazungumza kwa habari ya kuonekana au tunazungumza kwa habari ya kufunuliwa, kukifanya kitu kiwe wazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tulizungumza kwa habari ya msisitizo ulioko kwenye nguvu za Mungu. Tulisema tunatazama zaidi uwezo wa Mungu, tunatazama zaidi mamlaka ya Mungu, tunatazama zaidi utendaji wa Mungu. Ndani yake tuliweza kuangalia kwa habari ya siri ambazo zimetumika kama mbinu, pia mbinu ambazo unaweza ukazitumia kwenye maisha yako, zinazoweza kukusaidia wewe Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Ni jambo ambalo tuliangalia kwa upana zaidi,
ambapo siku ya kwanza tuliangalia mbinu moja wapo ni wewe kutenga muda kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu ili ajidhihirishe kwenye maisha yako. Sasa ukitaka kujifunza zaidi ni kwa namna gani kumtafuta Mungu kunaweza ukaachilia lango au kukaachilia nafasi ya Mungu kujidhihirisha, nenda kasikiliza kipindi cha kwanza au semina siku ya kwanza. Lakini semina siku ya pili tuliangalia mbinu ya pili. Mbinu ya pili tulisema ni toba na msamaha. Toba na msamaha, kwamba iko namna ambayo toba na msamaha vinaweza vikaachilia Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Lakini tulienda mbali zaidi, tulisema si tu udhihirisho wa Mungu na kuishia hapo, lakini pia vinaenda kufungua lango la nyakati. Sasa kama unatamani kuvijua hivi kwa upana, nenda kasikilize semina ile ya siku ile ya pili. Imechukua kama risali moja, lakini nenda kajifunze, vitu vipo kwa upana kule ndani na Mungu atakusaidia kujifunza kwa upana. Nataka tuende zaidi kwenye jambo la tatu, au tuende kwenye mbinu ya tatu ambayo siku ya leo tuende kwa upana tuitafakari, na Mungu atusaidie kwa neema yake. Natamani watu wote tuweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mbinu ya tatu au siri ya tatu nayo ni hii: kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kushukuru. Tuliangalia kwa habari ya kumtafuta Mungu, tukaangalia kwa habari ya toba na msamaha. Lakini mbinu nyingine ya ajabu ambayo, soma Biblia vile unavyoweza kusoma, chunguza maandiko vile unavyoweza kuchunguza, lakini kushukuru ni mbinu ya ajabu sana, ambayo hii ni mbinu ambayo huwa inacheza kwenye ngazi mbalimbali. Ngazi ya mtu na mtu, ngazi ya familia, ngazi ya jamii au ngazi ya taifa, ngazi ya mtu na Mungu wake. Ni kitu cha ajabu ambacho ni siri kubwa sana ukifahamu, ambayo ukitumia vizuri kwa kujifunza kwa jinsi tukavyoanza kujifunza siku ya leo, itafungua nafasi ndani ya moyo wako kujua kwamba nikifanya hivi, nikamshukuru Mungu, nikashukuru kwa namna hii, kuna kitu ambacho Mungu anaweza kukiachilia kwenye maisha, anajidhihirisha kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nitaanza kuzungumza kidogo kwa habari ya kushukuru. Watu wengi wamekuwa wakijifunza au wakisikia sehemu mbalimbali, watu wanazungumza kwa habari ya kushukuru, na inawezekana hata wewe unayenisikiliza umewahi mwambia mtu kwa habari ya kushukuru, au inawezekana wewe mwenyewe umewahi kushukuru. Lakini kushukuru maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabla sijatoa maana, nataka nizungumze ili neno kushukuru limetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe, ili tuweze kuelewana vizuri. Unapozungumza kwa habari ya kushukuru, inatakiwa uende moja kwa moja kwenye neno moja ambalo tunaita shukurani. Ukisema shukurani, shukurani kwa asili ni neno la Kiarabu ambalo wao wanatumia neno shukr. Au unaweza kaangalia kuna baadhi ya maneno unaweza ukasoma wameandika ni Kiswahili lakini ni Kiarabu, unakuta wameandika shukrani. Lakini sisi Waswahili kwa sababu ya uwepo wa fonolojia pamoja na sarufi, tunagundua kwamba kuna mabadiliko yamefanyika kule ndani, hatuiti tena shukrani. Wengi wao tunatumia neno shukurani. Shukurani, sio shukrani. Lakini ukitumia neno shukrani, maana yake umeenda moja kwa moja kwenye matamshi ya Kiarabu, kwa sababu wao wanatumia neno shukr, S-H-U-K-R. Bwana Yesu asifiwe, ambalo linazaa shukrani. Lakini kwetu sisi ninatengeneza kitu kinachoitwa shukrani, ambalo shukurani ukienda ndani sasa ndio unakuja kugundua kwamba ni kushukuru. Sasa kushukuru maana yake ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kushukuru maana yake ni nini? Nitazungumza kwenye mambo mawili kama sio matatu, ambayo yanaweka msisitizo, alafu wewe utaunganisha na maana unayojua. Kwa sababu nafahamu inawezekana kuna maana unayojua, sasa utaunganisha na msisitizo ambao mimi na umega kama sehemu ya kuweka msingi wa pointi yetu ya kushukuru, ambayo inaweza kuzaa udhihirisho wa nguvu za Mungu. Unaposema kushukuru,
Kwa lugha nyingine, kwa namna nyingine, shukrani unaweza ukasema ni kutambua wema. Shukrani ni kutambua wema. Msisitizo mkubwa wa hili neno kushukuru au shukrani upo kwenye mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza, upo kwenye kukubali. Unapozungumza kwa habari ya kushukuru, kuna kimsisitizo kiko kule ndani kinachoonyesha ishara ya wewe kukubali. Ukiona mtu hashukuru, inawezekana ukichunguza ndani zaidi, inawezekana kilichofanyika hajakubaliana nacho. Na ndio maana wakati mwingine kwenye familia, mzazi anapofanya jambo kwa mtoto, akiona mtoto ni kama hajashukuru kwa kile alichokifanya, ndani yake anawaza kwamba inawezekana mtoto wangu hajakubaliana na hiki ambacho nimekifanya. Kwa nini? Kwa sababu kushukuru au shukrani inatengenezwa na kitu kinachoitwa kukubali. Ni tendo la kukubali. Lakini pia msisitizo mwingine wa pili kule ndani ni kuthamini. Unathamini kitu kilichofanyika. Kwa nini nasema kuthamini? Kwa sababu kama kuna jambo limefanyika au umefanyiwa au Mungu amekufanyia, ndani yako kama hakuna namna inayoonyesha umelithamini lile jambo, tafsiri yake hautatoa shukrani. Kwa nini? Kwa sababu shukrani huja kutoka ndani ya moyo wako. Na ndio maana ninaposema misisitizo hii miwili kwamba kukubali na kuthamini, huko kuthamini kunaambatana na kupenda. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kushukuru kumetengwa katika mafungu matatu. Sijui wewe unajua mafungu mangapi, lakini mimi nataka nizungumze kwa habari ya jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu. Mungu alivyomuumba mwanadamu, amemwachilia nafsi, amemwachilia mwili, amemwachilia na roho. Vitu vitatu vya msingi sana, vya muhimu sana. Ndani yake, ninaposema kushukuru, kumebebwa na mambo matatu ambayo ni sehemu zinazounganisha shukrani ikawa vizuri. Jambo la kwanza ni ulimi au kinywa. Kumbuka nimesema msisitizo ni kukubali, kuthamini au kupenda. Lakini haya mambo ya kukubali, kuthamini na kupenda yanayotengeneza kushukuru yamejengwa kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza ni ulimi au kinywa chako. Jambo la pili ni moyo. Jambo la tatu ni vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema kitu cha namna hiyo? Kwa sababu nataka kuzungumza juu ya undani wa kumshukuru Mungu, jinsi ambavyo unaweza ukaamsha vitu ndani yako vinavyoweza kukusaidia Mungu ajulikane. Nikizungumza tu haraka kushukuru Mungu kunamfanya Mungu ajulikane, inawezekana usielewe, lakini nikienda ndani kwa namna hii kukuelekeza kwamba kushukuru ni kutambua wema, lakini kushukuru kunatengeneza tendo la kukubali, kuthamini na kupenda, ambalo limejengwa kwenye mambo matatu. Ulimi wako, ambacho ninazungumza kwa habari ya kinywa chako, lakini moyo wako, lakini pia vitendo. Kwa nini nasema kitu cha namna hiyo? Kwa sababu tunaposema unatakiwa kumshukuru Mungu, tunamaanisha kwamba unatakiwa uzungumze kwa kinywa chako, kwa ulimi wako, uzungumze, useme kwamba Mungu, ninakushukuru. Na ndio maana kwenye maombi inatakiwa useme, kwa kinywa chako kitumike. Mungu hakukuumbia kinywa ili kikae kimya. Kizungumze kwa ajili ya kusifu matendo ya Mungu. Kwa unazungumza kwa kinywa chako. Kumbuka unatengeneza kitu kinachoitwa shukrani au kushukuru. Bwana asifiwe. Kwa unatumia kinywa chako kumshukuru Mungu kwa kutamka. Jambo la pili, unatumia moyo wako. Kwenye moyo wako kuna imani. Sasa kama kuna imani, maana yake ndani yako mpaka kinywa chako kinazungumza,
tafsiri yake kule ndani moyo wako kwa imani ya kumwamini Mungu na kile alichokufanyia umethibitisha. Kwa unamwambia Mungu kwamba umethibitisha, ndio maana unatamka, kwa sababu kimeanzia kule ndani cha kushukuru. Kwa kupenda kabisa na kuthamini, unakubali, unatamka kwa kinywa chako. Lakini naposema vitendo, nataka kuzungumza kitu cha namna gani? Nataka kuzungumza kwa namna ya maisha yako sasa yaonyeshe uhalisia wa wewe kumshukuru Mungu. Kwa sababu inawezekana ukawa unamshukuru Mungu kwa habari ya uhai, kwamba ninamshukuru Mungu amenipa uhai, lakini matendo yako yanakataa shukrani uliyoitoa. Kwani kwa sababu unapomshukuru Mungu juu ya uhai aliyokupa, unatengeneza uwepo wa thamani ya Mungu na wewe kushirikiana pamoja. Na Mungu ana utaratibu. Manake vitendo vyako vikikataa utaratibu wa Mungu kuenenda kimaisha, uwe na hakika umegoma kumshukuru Mungu. Lakini vitendo vyako vikiwa sambamba kuonyesha kwamba ile shukrani uliyoitamka ni ya kweli, tutatakiwa sasa tukuone unatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika muunganiko haya mambo matatu, nikitoa na mifano huku mbele, utagundua kwamba kwa hakika kushukuru au kumshukuru Mungu kwenye maisha ulio nayo kunatengeneza udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimezungumza hapo kwamba neno kushukuru lilikotoka kwamba ni Waarabu ambao wenzetu walikuwa wametangulia kutengeneza hicho kitu, nasi tukachukua, katika kuchukua tukakiboresha, lakini ndani yake kinatengeneza msisitizo wa neno asante. Ndio maana watu wanatamka neno asante, lakini limetoka kwenye Kiarabu. Kwetu linatengeneza msingi wa kitu cha asante. Kwa nini? Kwa sababu katika hayo mambo tunatakiwa tuone ndani udhihirisho wa nguvu za Mungu. Sasa twende tuzungumze mambo machache hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitazame au twende tukaangalie mifano ambayo inatuonyesha udhihirisho wa nguvu za Mungu unavyokuja kwenye maisha ya mtu, hasa kwa njia ya kumshukuru Mungu. Watu ambao au makundi ambao nataka tuyaangalie hapa ni makundi matatu. Bwana Yesu asifiwe. Kundi la kwanza nataka tuangalie kwa habari ya watu ambao wapo gerezani. Inawezekana hapa unanisikiliza kuna watu ambao wapo gerezani. Wamefungwa katika vifungo vya aina yoyote unayoijua. Kuna watu wengine ambao wamefungwa kifikra. Biblia inazungumza kwa habari ya fikra. Tuteke nyara, tuangushe ngome. Kwa sababu adui ana kawaida ya kukamata fikra za watu, anakamata mawazo ya watu, anakamata akili za watu, anakamata ufahamu wa watu, anakamata watu wanakosa maarifa. Kwa wanakuwa wamekamatwa, wapo kwenye kifungo, wapo gerezani. Lakini kuna watu wengine ambao wapo gerezani kwenye magereza ya kawaida ambayo tunayaona kwa macho ya nyama. Hawajafanya kosa pengine, lakini wamekamatwa, wamesogezwa gerezani, wanasota. Natamani nizungumze na hao watu waweze kuelewa kwa mifano, angalau imani zao zipate kuimarika, ili wajue makusudi ya Mungu yaliyoko kwenye kumshukuru Mungu. Lakini watu wengine ambao natamani kuzungumza nao ni wale ambao wako vitani. Kama unanisikiliza na upo vitani, haijalishi ni vita ya namna gani, ni vita ya kikabila, ni vita pengine kwenye taifa, ni vita ya nchi na nchi, haijalishi ni vita ya namna gani, lakini iwe ni vita pengine ni ya uchumi, ni vita, ili mradi ni vita ambayo unaona kweli upo kwenye vita kali. Sikiliza kwa makini, hiki kitu ni cha ajabu sana. Mbinu moja wapo ya kukusaidia wewe ili Mungu ajidhihirishe ni wewe kumshukuru Mungu. Inawezekana kuna watu wengine ambao wapo katika maumivu. Kundi la tatu, makundi matatu nazungumza nao. Kundi la tatu ni watu wote ambao wapo katika maumivu makubwa kwenye mioyo yao. Wengine maumivu makubwa kwenye nafsi zao. Nafsi zao zinaumia, zimeumizwa.
wapo kwenye maumivu makubwa, na wengine wamefika viwango vikubwa sana, wanaishi kwenye maisha ya msongo wa mawazo kila kuitwapo leo, na kwa sababu tunakuwa na majukumu mengi ya kila siku, basi hawawezi hata kujitoa kwenye msongo wa mawazo. Wengine wamepitiliza, wameenda hadi kwenye sonona, kiwango kikubwa cha msongo wa mawazo kilichopitiliza. Manake wamekuwa ni watu ambao wamepoteza matumaini. Lakini siku hii ya leo ninakuletea mbinu ya kukusaidia Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Sikiliza kwa makini ili kusaidie. Mungu kwa hakika anaweza kujidhihirisha, anajidhihirisha kwenye maisha yako. Wewe ambaye upo kwenye maumivu makubwa, sijui umeumizwa na kitu gani, lakini tega sikio uone mbinu hii ya ajabu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 31. Kitabu cha Mwanzo tuangalie pale sura ile ya 31. Biblia inasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kwa habari ya uumbaji. Ukisoma sura ya 2 unaona Mungu anaendelea kufanya uumbaji kule. Lakini sura hii ya kwanza inafunga kwamba kila alichokifanya Mungu alikiona kwamba ni chema. Na kwa sababu aliona kwamba ni chema, anasema ikawa asubuhi, ikawa jioni. Aliona ni chema. Lakini ukisoma vizuri Biblia unagundua mpaka sura hii ya 2 alikuwa anaendelea kufanya uumbaji. Na ukiangalia kwa namna moja ama nyingine ni kama uumbaji aliyokuwa ameufanya kwenye ile sura ya kwanza, mwingine alikuwa anazidi kuendelea kukamilisha hadi kwenye sura ya 2. Kiwango ambacho ukisoma hii 31 unaweza ukashangaa kama wewe unaweza kawa unasoma kama ninavyosoma mimi, kwamba akaona ni chema na akafurahi kwamba ni chema, na huku bado hajakamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni jinsi ambavyo hata wewe kuna aina ya maisha ambayo naweza tukafundishana hivi siku ya leo, kwamba upo kwenye maumivu, upo kwenye mateka, upo umefungwa, lakini unatakiwa umshukuru Mungu na bado hujatoka kwenye hizo sehemu. Na huku ninakwambia ndiyo mbinu ya ajabu ya kukusaidia. Unaweza ukaona ni ajabu sana kwamba upo kwenye shida na umshukuru Mungu na Mungu ajidhihirishe. Lakini ni kitu ambacho unatakiwa ukichukue na uweze kukiishi. Kwa nini? Twende tuangalie mfano wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 na ule mstari tuanze hata mstari wa 25. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ile ya 16 tuanze ule mstari wa 25. Biblia inaandika kitu pale, anasema, lakini panapo usiku wa 8 Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akamwangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje, akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao
kisha akabatizwa yeye na watu wake wote. Wakati huo huo akawaleta juu ya nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa natamani tuweze kuangalia mfano wa mtu ambaye anaitwa Paulo na Sila, lakini pia tuangalie juu ya huyu mtu ambaye amejulikana kwa cheo chake, askari. Ikumbukwe hizi ni habari za Paulo na Sila walivyokuwa kwenye utumishi. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 16 utagundua ni utumishi ambao ni wa kitume wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakihubiri, wakieneza habari ya Yesu Kristo ambaye aliishi nao kwa mazingira akiwa duniani, baadaye akafa, akafufuka. Sasa kitu gani kinachotokea? Ni kwamba wakawa wanatafuta kumtumikia Mungu, na wakati mwingine Biblia inasema Mungu alikuwa akiwazuia sehemu zingine wasiende. Lakini ilipofika kwa habari ya Makedonia, hizi ni habari za Makedonia, Paulo alipewa ujumbe na Bwana kwenye maono kwamba inatakiwa uende Makedonia kule ukapiga Injili. Na yeye kwa msukumo ule aliona ni kweli huyu ni Mungu, akapanga safari waende Filipi. Walipofika Makedonia ndipo tunapopata hiki kisa kilichojitokeza huku. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba walipofika huko, basi huko sasa ndio kukawepo na mwanamke mmoja ambaye anaitwa Lidia, ambaye Mungu alimuandaa kwa ajili ya kutunza maneno ambayo Paulo alikuwa akifundisha ili yakae ndani yake yawe faida kwa wengi. Lakini ndani yake ni kwamba injili ya kina Paulo ilivyopigwa, watu wengi walimpokea, walimwamini Mungu na wakaweza kumkubali. Lakini watu ambao walikuweko kwenye yale maeneo walichukizwa na hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu miongoni mwa miujiza ambao Mungu aliufanya, aliweza kuwaondolea na kitega uchumi chao ambacho walikuwa wanakitazamia kila siku kiwaingizie mapato. Wakasema hao watu wanahubiri kwa habari ya utamaduni mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii 16 utaelewa. Kitu gani ninachokitafuta hapa ni kwamba walipowaleta mbele ya viongozi, wakawahukumu kwenda gerezani. Huko wamewapiga na mijeredi, manake wamewaumiza kwa mapigo mengi, afu wakawasukumiza kwenda gerezani. Walipokuwa wamekaa kule gerezani, ndiko huko ambako tunapata hiki kisa cha kwamba Paulo na Sila walipokuwa gerezani walipata ufunuo ndani yao. Kumbuka tulikotoka ni udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha ya kwako, kwenye mazingira, kwenye eneo lolote, mahali popote. Udhihirisho wa nguvu za Mungu. Mbinu tunaoitazama ni kumshukuru Mungu. Hawa watu wakiwa kule gerezani wameumizwa, sijui walikuwa wameumia kwa kiwango gani, lakini Biblia inasema waliumizwa kiasi cha kwamba kuumizwa kwao huku wamefungwa. Halafu viongozi wale walimwambia yule askari, hakikisha hawa watu unawalinda sana. Na yeye alivyoona ameambiwa kwamba walindwe sana, akawaingizwa kwenye chumba cha ndani zaidi, awafiche huko, ili hata wakitoka chumba hiki kinachofuata wakute mlango mwingine, washindwe kutoroka. Lakini Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Walianza kumwomba Mungu na kumsifu kwa kumwimbia na nyimbo. Ni ufunuo wa ajabu ambao walivyokuwa wamekaa kule ndani wakafunuliwa kwamba hebu tufanye kitu cha namna hii. Na walivyokubaliana wao wawili wakaanza kufanya lile tendo la kumshukuru Mungu. Biblia inasema Mungu akajidhihirisha kwao. Alijidhihirisha kwa namna gani? Tetemeko la nchi. Alafu Biblia inasema tetemeko kuu la nchi likajitokeza. Ghafla lile tetemeko likasababisha milango ya gereza kulegea. Kwa nini likalegea? Kwa sababu Mungu anajidhihirisha, na pale ambapo Mungu anajidhihirisha uwe na hakika nguvu yake huwa lazima ionekane. Mamlaka yake lazima yaonekane. Utendaji wake lazima uonekane. Milango ya gereza ikalegea.
ikatengeneza mazingira ya wao kuwa na kamba zile walizofungwa nazo. Biblia inasema zikalegea. Ghafla askari alipokuwa amelala, Biblia inasema akaamka. Kuamka anaona milango imefunguka, kila kitu kimekaa. Akashtuka, akavuta upanga kutaka kujiua. Kwa nini? Aliambiwa walinde sana hawa. Kwa kama wametoroka, manake hajafanya kazi. Udhihirisho wa nguvu za Mungu ukaja kwa tetemeko. Na kwenye maisha sasa ya hawa watu, faida ambayo inajitokeza, ndio maana anasema udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye kumshukuru Mungu, si tu kwamba utajikuta umeona Mungu amejulikana, lakini kuna aina ya maisha inakuja kutengenezwa. Kwa mfano, Paulo na Sila, Mungu alivyojidhihirisha, kitu gani kilichotokea? Mungu akaachilia ukombozi. Ukombozi kwa namna gani? Mungu aliwakomboa wale waliokuwa wamefungwa. Paulo na Sila walikuwa wamefungwa kwenye gereza kabisa, na kulitazama kwa macho kwamba yupo kwenye gereza fulani, kwenye nchi fulani, yupo gereza limejengwa. Ukienda kuwatazama unaona. Wakafunguliwa, wakatoka. Lakini askari naye alifunguliwa, kwa sababu yeye alikuwa amefungwa kifikra, alifungwa kimawazo, alifungwa kiufahamu. Unasema alifungweje kiufahamu? Kwa sababu alikuwa anafanya kazi ambayo haina utukufu wa Mungu kule ndani, kwa sababu yeye anazuia watumishi wa Mungu, anawalinda wasiendelee kupiga injili. Lakini alivyogundua kwamba hii ni nguvu ya Mungu ya ajabu, akawauliza wale watu. Biblia inasema akauliza, akasema, jamani, nitende nini sasa mimi ili nipate kuokoka? Kitu gani kinatokea? Ni kwamba amejua ya kwamba Mungu amejidhihirisha, na yeye anatamani kupona kupitia udhihirisho wa nguvu za Mungu. Kama jinsi ambavyo hata hivi leo ukiona kuna udhihirisho wa nguvu za Mungu, watu wengi wao wanatamani waweze kuogelea kwenye ule udhihirisho. Kwa nini wanatamani kuogelea? Kwa sababu wanataka kupona, wanataka kuchukua ile nafasi ya Mungu kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Askari, Biblia inasema askari, yeye pamoja na familia yake wote wakaokolewa, kwa wote wakafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninataka kusema ni kwamba kwenye kumshukuru Mungu, ukimshukuru Mungu, ana uwezo wa kukufungua au kukufungulia vifungo vinavyokutesa. Mahali popote unapoteseka, Mungu anaweza kukufungua. Mahali popote ambapo unaona ni kifungo, pengine ni cha kifamilia au ni kifungo cha kiukoo au ni cha kikabila, umeambiwa kabisa wewe ulifungwa, pengine ilianzia kwa wazazi au ilianzia kwa wakina babu au wakina nani, ni kifungo kinatembea kutoka familia hii, kutoka mtoto na mtoto na mtoto, kinaenda kizazi na kizazi. Na inawezekana wengine ni kwenye jamii, mnaambiwa kabisa kwamba nyie mna vifungo fulani, mmefungiwa. Hata kwenye elimu hamtakiwi mvuke mwende ngazi fulani, mmefungwa, mwe mnaishia pengine elimu ya shule ya msingi, unaishia darasa la 7 au unaishia form 4 pengine au form 2 au form 1. Mkigusa tu mnaishia hapo. Mmefungwa kwamba hauwezi ukaenda tena huko, unabaki maeneo fulani fulani. Ni kifungo ambacho kimejitokeza, mmefungwa. Lakini leo nakwambia mbinu ambayo inaweza kukusaidia pia ni wewe kumshukuru Mungu. Unapomshukuru Mungu, Mungu anaashiria udhihirisho. Hawa watu walituma tetemeko, lilivyokuja lile tetemeko likawasaidia. Sijui kwako atatuma kitu gani. Inategemeana ni kiwango gani cha kushukuru ambacho umejifungamanisha nacho. Kama nilivyokuambia, kushukuru kunataka kinywa chako kikiri. Kushukuru kunataka moyo wako wa ndani. Kushukuru kunataka matendo yako ya nje yaonyeshe kweli wewe unataka kumshukuru Mungu, au wewe kweli unamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Twende tuangalie mfano wa pili. Mfano wa pili nataka tuangalie maisha ya mtu mmoja ambaye kwa habari ya wana wa Israeli. Lakini tutatazama wana wa Israeli kwa msisitizo ambao upo kwenye maisha ya mtu mmoja ambaye anaitwa Yoshafati. Ambaye huyu alikuwa ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitu hapa juu ya maisha ya hawa watu wana wa Israeli katika safari zao na mwenendo wao wa maisha
Kuna kipindi ambacho waliweza kuishi chini ya uongozi wa Yehoshafati. Na katika uongozi huo wa Yehoshafati, nataka tuangalie mistari kadhaa, nitakuwa nasoma kwa kurukaruka. Ukiangalia ule mstari wa 20, sura ile ya 20, Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 20. Tuangalie ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi wa Meuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakawa watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndiyo Egladi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja wakamtafuta Bwana. Huo ni mstari wa 4. Mstari wa 12, Mungu wetu, je, hautawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yanatazama kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 20, ambapo Biblia inatuonyesha juu ya namna ambavyo kumshukuru Mungu kunaweza ukaachilia Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Wana wa Israeli katika kipindi chao wakiwa chini ya uongozi wa Yehoshafati, mfalme wa Yuda, walipitia kipindi ambacho majeshi yaliweza kuwaibukia au kuwainukia. Majeshi gani? Wa Moabu, wa Amoni, lakini pia na wa Meuni waliwainukia kutaka kuwapiga au kuwavamia. Yehoshafati anapopata taarifa kwamba wanakuja, alafu anaambiwa ni jeshi kubwa linakuja. Kumbuka nimesema nazungumza kwa habari ya watu wako gerezani na watu ambao wako vitani. Tumeangalia kwa habari ya gerezani, kwa habari ya Paulo na Sila, lakini hapa nazungumza kwa mandhari kabisa ya watu ambao wako vitani. Namna ambavyo kumshukuru Mungu kunaweza kukaachilia Mungu ajidhihirishe. Yehoshafati kwenye maisha yake akaambiwa jeshi kubwa linakuja kwa ajili ya kukupiga wewe. Biblia inasema akaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 3 anasema Yehoshafati akaogopa. Kwa hata kwenye maisha ambayo unayo na wewe, inawezekana kuna mambo mengine ambayo unakutana nayo ambayo kabisa unaona hii ni vita. Hii ni vita kweli kabisa kwenye maisha kabisa, naona hii ni vita. Pengine ni majirani zako wanakupiga vita. Unaona kabisa kwa kweli hii, naona kabisa hawa majirani zangu wameamua kabisa kunipiga vita. Au katika hili eneo inaweza kabisa, naona kabisa hii ni serikali inanipiga vita ni mimi. Pengine ni watu kadhaa wapo kwenye serikali kwa mamlaka walionayo. Unaona kabisa kwamba kwa namna hii hawa wananipiga vita ni mimi, si bure. Mbona kama watu fulani wanahudumiwa vizuri, mbona wakifika hii ni vita hii? Bwana Yesu asifiwe. Ni ngazi tofauti nazungumzia. Inaweza ikawa ni ngazi ya taifa na taifa kabisa, taifa fulani linaona taifa lile linaniibukia. Hii ni vita hii kubwa hii. Hii ni vita, anaona ni vita inakuja kwake. Na akicheki anaona majeshi yao ni mengi au yana nguvu sana kuliko yeye na majeshi yake. Kama wewe unavyoona kwamba kwa kweli jinsi ulivyo, unaona kwa kweli hauwezi, hauna nguvu kuliko hao. Unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati ni mfalme lakini aliogopa. Hii ni ngazi ya taifa kabisa, akaogopa. Lakini Biblia inasema ya kwamba kuogopa kwake ni msisitizo. Unatakiwa uelewe kitu hapo. Hofu inapokuja kwenye maisha ya mtu, kumbuka hilo litakusaidia. Inakuwa na taarifa ndani ambayo ni lazima uwe makini kuisoma. Hofu inapokuja ya kitu chochote, mahali popote unapokuwa, inakuwa na taarifa ndani ambayo lazima uisome. Yehoshafati yeye alipoogopa,
Kitu cha kwanza, hofu ile ilimsukuma yeye auelekeze uso wake kumtafuta Mungu. Unafikiri kwa nini? Kumbuka mbinu ya kwanza niliyofundisha kule siku ile ya kwanza tarehe 19. Nilisema hivi, mbinu ya kwanza ya wewe kutafuta Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako ni pale ambapo unafanya maamuzi ndani ya moyo wako kukubali kwamba Mungu nakutafuta. Kumtafuta Mungu ni mbinu ya ajabu, na hapa Yehoshafati tunamwona anamtafuta Mungu, akauelekeza moyo wake kumtafuta Mungu. Alafu anasema akatangaza mbiu watu kufunga katika Yuda yote. Kwa nini? Kwa sababu nilifundisha pia siku ya pili, niweka msisitizo kwamba unapomtafuta Mungu, miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyafanya kwenye kumtafuta Mungu ni lazima ufunge. Yako mazingira lazima ufunge. Yako mazingira utaomba hivyo hivyo. Yako mazingira utatoa sadaka. Yako mazingira ambayo katika kumtafuta utatafakari neno lake. Sasa huyu akaelekeza taifa zima wafunge. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yuda wote wakakusanyika ili wamtafute Mungu. Kwa wakaanza kumtafuta Mungu. Sasa tukiendelea ule mstari wa 12, huyu mfalme ametumia mbinu zote hizo, kwa maana ya kwamba ametumia mbinu ya kumtafuta Mungu, lakini bado ndani yake inaonekana kulikuwa na wasiwasi. Hofu bado haijaondoka. Japo imemwelekeza kumtafuta Mungu, lakini inaonekana bado. Mstari wa 12 anasema, Mungu wetu, je, hutawahukumu? Anauliza swali. Hutawahukumu? Tumekukimbilia, tumeelekeza majeshi yote, maisha yetu tumekuelekezea wewe, ili kwa mbinu ya kukutafuta pengine utusaidie, ujidhihirishe kwetu. Lakini nataka kujua tu hapa, Mungu, utawahukumu hawa watu? Kwa nini? Anazungumza, anasema maana sisi hatuna uwezo. Kumbuka nimesema udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na kwenye nguvu za Mungu nimezungumzia uwezo, nimezungumzia mamlaka na utendaji. Sasa anataka kusema nini? Kwamba sisi hatuna uwezo juu ya jamii hii kubwa, juu ya hili jeshi kubwa linalokuja. Kwa nini? Kwa sababu hata pia hatujui tufanye kitu gani. Anazungumza, anasema hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yametazama kwako. Hana uwezo, hajui afanye nini, lakini anazungumza moyoni mwake, anasema kwa Mungu kwamba macho yetu yamekuelekea wewe Mungu. Kwa nini? Amejifunza au amepata ufunuo wa kumtafuta Mungu, Mungu anaweza kujidhihirisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ukienda ule mstari wa 14, Biblia inasema ndipo Yahadhieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeyeli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda yote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza kwa habari ya pale ambapo wao wanapata shida, Mungu anamtumia Yahadhieli mwana wa Zekaria ili awakumbushe kwamba mmenitafuta sawa, lakini mimi nakuja kuwapa maelekezo mengine. Kwa kumbe unaweza ukatumia mbinu ya kumtafuta Mungu ili Mungu ajidhihirishe. Mungu anaweza asijidhihirishe moja kwa moja kwenu kwa kuwasaidia, lakini anaweza akawapa na maelekezo. Anawapa maelekezo ili mkiyatekeleza muweze kusaidika na yeye apate kujidhihirisha. Nini nataka kusema? Mbinu ninazofundisha siku zote hizi ambazo tunazo hizi siku za semina, hizi mbinu wakati mwingine moja haifanyi kazi peke yake. Zinaweza zikafanya kazi hata kwa kutegemeana, kwamba yako mazingira ambayo unaweza kumtafuta Mungu, ukiishia hapo hapo anaweza asijidhihirishe. Inawezekana anaweza akakushtua tu kwa kukupa maelekezo fulani ili ukiyatekeleza ndo ajidhihirishe. Kama tunavyojifunza kwa habari ya Mambo ya Nyakati wa Pili 20 juu ya mfalme Yehoshafati na huyo Yahadhieli ambaye Mungu alikuja akamtokea kwamba mmenitafuta kweli, ni mbinu nzuri ya mimi kujidhihirisha, lakini chukueni maelekezo. Anaanzia wapi? Unapokuwa umekwama, upo vitani, umekwama, huna cha kufanya, kama mfalme Yehoshafati anavyosema hatuna uwezo na hatujui cha kufanya.
Sikiliza nikwambie, hili ni jambo la muhimu sana ambalo unatakiwa ulichukue. Ni kwamba pale ambapo umeishia wewe kufikiri mambo yako, pale ambapo umekwama, hauna namna nyingine ya kutumia juhudi yako kujikomboa, pale ulipoishia pale, kama utakuwa tayari kumwelekeza Mungu, kuelekeza moyo wako kwa Mungu, kwamba Mungu, mimi hapa kwa kweli nimeishia tu, naogopa, siwezi kusonga mbele kwa sababu sijui cha kufanya, lakini siwezi kusonga mbele kwa sababu sina uwezo. Sasa Mungu ni wewe. Kitu kinachotokea ni kwamba pale ulipoishia, Mungu ndipo anapoanzia. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Mfalme Yehoshafati kama kiongozi, yeye aliishia kuogopa. Biblia inasema akaogopa, ile sura ya 3. Yehoshafati akaogopa. Yeye akaishia hapo, akaogopa. Alafu akanyanyua mikono kwamba kwa kweli Mungu, na surrender, nakuja kwako. Mungu alivyokuja kupitia kwa huyu Yahazieli, alianzia pale kwenye kuogopa kwa Yehoshafati. Akasema hivi, neno la Bwana awaambia hivi, msiogope. Yule si aliogopa, yeye akasema usiogope. Kwa alipogusa kwenye eneo la wao walikuwa wanaogopa, afu anasema Mungu amenijiria na niambia kwamba msiogope. Kwa nini? Kwa sababu vita si yenu, ni vita ya kwake. Kwa kama mmemwelekeza yeye apigane, basi msiwe na shaka, fuata maelekezo. Maelekezo gani? Anawaambia mstari wa 16, kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa ya Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni tu, simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Yehoshafati akainama kichwa kifurifuri, wakaanguka mbele za Bwana, Yuda wote na wakaao Yerusalemu, wakimsujudia Bwana. Na Walawi wana wa Kohathi na wana wa Korahi wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikilizeni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Ni kitu cha ajabu sana anazungumza huyu mfalme. Kumbuka ni mfalme ambaye ni kiongozi mkubwa, alafu amepata hofu ndani yake, lakini nabii anajitokeza, anazungumza juu ya habari njema kwamba msiogope. Na yeye kwa kusikia hayo na jinsi maelekezo ambayo Mungu ameyatoa akayapokea, anawaambukiza na watu wengine. Anawaambia jamani, sikilizeni sasa, muaminini Mungu. Anakuambia muaminini Mungu, lakini pia mkimwamini Mungu ndivyo mtakavyothibitika. Maana yake ni nini? Mkimwamini Mungu, udhihirisho wake utakuja kwenu. Halafu anasema waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa nini? Waaminini manabii. Maana yake anawaambia huyu nabii ambaye ametupa taarifa hapa, tukimwamini basi vita iliyoko mbele yetu tutafanikiwa. Anasema waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Anatengeneza msuri juu ya watu ambao anawaongoza ili waelewe kama jinsi alivyoelewa. Kwa nini? Kwa sababu iko mbinu ya kumshukuru Mungu inayotafutwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naye ile 21, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kitu ambacho kinajitokeza hapa. Ni kwamba walipopokea yale maneno ya kinabii ambayo Mungu ameyatumia kumwambia nabii wake ambaye Mungu alimkusudia ili aweze kuambia habari njema, ambaye anaitwa Yahazieli. Na Yehoshafati alivyowapokea akawaambukiza na Wayuda wote.
Na wao walipoyapokea, Biblia inasema walivyogundua kwamba vile vita si vya Bwana, kuna imani ya ajabu ambayo ilijengeka ndani yao. Unaweza ukafikiria jinsi ambavyo umezungukwa na jeshi, au umeambiwa kesho jeshi kubwa linakuja, na hilo jeshi unalifahamu kabisa kwamba wale watu wakija walivamia nchi fulani, waliwaangamiza, na wamesema wanakuja kesho wanawaangamiza na nyie, au wamemvamia fulani wamefanya hivyo. Lakini unaambiwa kesho wanakuja, au pengine hujaambiwa hata siku wanakuja lini, lakini wanasema Bwana wamesema wanakuja. Hofu inayojaa ndani yako, afu ghafla upate imani ya kwamba vita si vyako, ni vya Bwana. Si jambo jepesi kuamini kwamba kweli hii vita ni vya Bwana, nimwachie Bwana kwa ninyamaze, niendelee kushukuru kwamba vita ni vya kwako Bwana. Kama tu haujaweza kufanya maamuzi ya kwamba kama ikiwezekana ni kutoroka, pengine nitoroke, maana mimi ni kiongozi mkubwa, nichukue ndege nikimbie, niwaache hawa, watajua wao wenyewe, watajilinda wenyewe. Au unaweza kusema kwa kweli kama ndio hivyo basi nikimbie, kama ni familia nitoroke tu mji, bora niende mji mwingine, nitoroke na familia yangu. Kwa nini? Wanakuja jeshi kukuangamiza. Lakini hawa walimwamini Mungu, wakaanza kushukuru, wakaanza kuimba, kusifu. Na Biblia inasema walipoanza kuimba na kusifu, ile 22, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na mlima Seiri, walikuja juu ya Yuda nao wakapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani kinachotokea ukimshukuru Mungu kwenye taabu yako, kwenye vita yako ulio nayo? Mungu anajidhihirisha. Hapa alijidhihirisha kwa namna gani? Alijidhihirisha kwa kuhakikisha, anawahakikishia kwamba, au anawaambia kwamba jeshi hilo nyuma yenu nyinyi mnaoniamini mimi ni kubwa. Ndio maana maandiko yanasema sisi tunaomwamini Mungu, jeshi lililoko nyuma yetu ni kubwa. Akawatuma wale waviziao ili wawavizie na wawatwange, wakawatwanga na wao wakaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Nini nataka kusema? Hofu inapokuja ndani yako, chunga sana ile jambo. Jitahidi sana kusoma kilichoko ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hofu ina adhabu. Wakati mwingine watu wanapoingia kwenye vita, wanapoona kwamba tunaingia kwenye vita na vita imeshakolea, wanaona kabisa hii ni vita. Sasa wanachanganyikiwa kiasi cha kwamba wanakuwa na hofu, na wanapokuwa ndani ya ile hofu kubwa, kitu kinachotokea, wanaanza kuogopa, wanatetereka, wanasahau hata kumshukuru Mungu, wanasahau hata kumkimbilia Mungu, kumtafuta Mungu, wanasahau kabisa. Unakuta wengine ghafla wanakimbilia hata kwa mganga wa kienyeji, kwamba kwa kweli hivi wanakimbia ili angalau mganga akawasaidia, hata akawape mbinu 2-3. Mwingine anakimbilia hata kwa watu wengine, kwa wanadamu, ili wamsaidie. Bwana yule ndugu yangu anakaa wadhifa fulani, anakimbilia kwa huyo ndugu yake amsaidie. Kama ni taifa, unakuta nikimbilia kwenye taifa lingine ambalo lina nguvu kidogo, kwenda kusemelea kwamba Bwana, tunaomba utupe backup kidogo, kuna mtu ametutishia kwamba anakuja kutuvamia. Kwa nini? Ni vita. Lakini kumbe kuna mbinu pia hii ya ajabu ya kumshukuru Mungu. Hofu ina adhabu. Wale ambao wanatawaliwa na hofu na hawakumbuki kumtafuta Mungu, hofu ina adhabu. Lakini wale wanaokimbilia kumtafuta Mungu, hofu ndani yake ina maelekezo. Ndio maana watu wengi ambao wana hofu kwenye maisha yao, kitu kinachotokea, Biblia inasema hawamjui Mungu. Mungu hayumo ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu hofu ya Mungu inapokuwa imetawala ndani yako, hakuna hofu nyingine inayoingia. Kwa nini? Kwa sababu kinachoondoa hofu kwenye maisha ya mtu ni upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu unaifukuza nje hofu. Ndio kinavyosema kitabu cha waraka wa Yohana kule, ile sura ya 4. Inazungumza kwa habari ya hofu ya Mungu, kwamba ina uwezo wa kufukuza hofu ile ya shetani. Kwa nini? Kwenye hofu ya Mungu uko upendo wa Mungu. Kwa dawa ya hofu ni hofu, lakini hofu ya Mungu ndio inafukuza hofu hizi zingine. Kama dawa ya moto ni moto, dawa ya hofu ni hofu. Hofu ya Mungu ikaribishe kwenye maisha yako, iondoe hofu ya adui. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu gani nataka kusema kingine? Anasema udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha ya watu kupitia huu mfano wetu wa pili ni kwamba Mungu anapojidhihirisha, unapomshukuru, anaachilia ushindi uwapo vitani. Sijui upo kwenye vita ya namna gani, lakini ukimshukuru Mungu, Mungu anaachilia ushindi kwenye vita yako. Tumewaona hawa wenzetu wana wa Israeli wakiwa chini ya Yehoshafati, kupitia kusifu, kumshangilia Mungu
na kumshukuru, waliweza kushinda ile vita. Ni mbinu ya ajabu. Bwana Yesu apewe sifa. Mfano wa tatu, nisema tutaangalia makundi matatu. Kundi la kwanza, walioko gerezani, walioko vitani na walioko kwenye tabu, kwenye shida mbalimbali. Kwa kama wewe unanisikiliza, huu tuko mfano wa tatu. Tuangalie maisha ya Ayubu. Tuangalie maisha ya Ayubu. Mtu mmoja ambaye anaitwa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu sura ile ya kwanza 20-22. Biblia inasema, ndipo Ayubu akainuka, akalalua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu, nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakutenda dhambi wala hakumwadhia Mungu kwa upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasoma maandiko, nikukumbushe kidogo. Biblia inapoanza kuzungumza kwa habari ya maisha ya Ayubu, ile sura ya kwanza inazungumza kwa habari ya Ayubu kuwa mtu ambaye ni mwerevu, kwa maana mtu ambaye amemwelekea Mungu, ni mcha Mungu, ni mtu ambaye anapenda sana kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, ni mtu ambaye amefanikiwa, ni tajiri sana kwenye eneo ambalo alikuwa anaishi. Lakini ndani yake ghafla Biblia inazungumza kwa habari ya wana wa Mungu, jinsi ambavyo walivyokuwa kwenye mazingira fulani ambapo hata adui aliweza kushiriki mazingira ya utakatifu ambao wana wa Mungu walikuwa wanajihudhurisha kule ndani. Lakini ghafla Biblia inasema huko Mungu akakutana na shetani na akaanza kumuuliza maswali kwamba, Bwana yeye unamfahamu mtumishi wangu Ayubu? Wanaosoma Biblia wanaelewa jinsi mambo habari inavyoelezwa. Na shetani naye akawa anajaribu kuzungumza kwamba yule Ayubu sio tu kwamba anakupenda au ni mtumishi wako, ila tu ni vile tu umemzingira, umelinda, umempa mali, umempa vitu vingi na unamchungu, unamlinda sana, hutaki aguswe na chochote. Mungu akamwambia, basi nenda kamguse, kaguse vitu vyake, gusa, ila yeye usimguse ukatoa uhai wake kwa namna yoyote ile. Bwana asifiwe. Nini nataka kusema ni kwamba Ayubu aliguswa kwenye vitu vingi. Aliguswa kwenye mali yake, aliguswa kwenye watoto wake. Ukisoma Biblia pale inaonyesha watoto wake walikufa, inaonyesha mali zake zote zingine zilinyang'anywa, walichukua watu wengine, zingine zilikufa. Kila kitu akajikuta katika utajiri aliyokuwa nao hana kitu. Kuna aina ya maisha ya maumivu ambayo watu wengi huwa wanayapitia pale ambapo walikuwa na fedha alafu ghafla hawana kitu chochote. Kwa nini? Kuna aina ya maisha imejitokeza, imefilisi kila kitu. Ni upepo fulani umepita, umefilisi kila kitu. Ghafla hawana kitu tena. Akitazama alikuwa tajiri, alikuwa anatembelea magari mazuri, afu ghafla anashangaa hata kukodi pikipiki sasa hawezi. Hata kukodi gari pengine taxi, gari private ya pande peke yake hawezi. Kilichopo anaanza kupanda daladala. Anaona ni maisha namna gani? Maisha yake yanaanza kuwa ya shida. Anashindwa hadi kujitokeza apite hata hapo barabarani. Ghafla ndio wale wanaingia kwenye sonona, wanaingia kwenye mawazo, msongo wa mawazo, kwenye shida kubwa. Wengine wanajua. Kwa nini? Kwa sababu walipita maisha fulani ya raha, alafu ghafla raha imepotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika mazingira kama hayo, ni kwa namna gani kushukuru Mungu? Mungu anaweza kujidhihirisha. Biblia inasema Ayubu yeye alipoona, maana watu walimletea habari nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Walimletea habari nyingi sana ambazo zinaonyesha maumivu makubwa juu ya kupotea kwa kila kitu. Ndipo Ayubu akainuka, kalalua joho, kisha akanyoa kichwa chake, akaanguka chini, akaanza kumsujudia Mungu wake. Alafu kitu gani hicho tamka? Akasema, katika mambo yote haya najua ya kwamba Bwana alitoa na Bwana ametoa. Mungu huyu aliyenipa ndo amechukua. Yeye akaamini kwamba ni Mungu aliyechukua ambaye alimpa. Ile mbinu ilimpa tumaini kubwa, akasema jina la Bwana na libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu anajaribu kumshukuru Mungu kwa kile kilichotokea. Inawezekana ni mbinu ambayo na yeye alipokea kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu. Kwa Mungu, Biblia inasema Mungu kwa watu wake wanaotembea kwenye mapenzi yake hawezi akafanya jambo ambalo ni baya kwenye maisha pasipo kuwapa maelekezo, pasipo kuwapa taarifa.
Kwa maana yake inawezekana kwenye maisha yale ya Ayubu katika utumishi wake, Mungu alipoleta ghadhabu yote, alipoleta balaa lote ili kwa kumruhusu shetani apite kwenye maisha ya Ayubu, Mungu bado alikuwa pamoja na Ayubu. Yuko pamoja naye bado kwa sababu ameshikamana naye. Kwa anampa mbinu ya kwamba ili uchomoke hapa, wewe endelea kunishukuru. Ukisoma ile 42, kitabu cha Ayubu 42, huko ndo utagundua kwamba Ayubu anazungumza kwamba na mimi najua ya kwamba Mungu unaweza mambo yote, unaweza mambo yote. Kumbuka alimshukuru mwanzoni na kule mwishoni anafunga anasema najua ya kwamba wewe unaweza mambo yote. Kwa kama alimshukuru na huyo ndo anayeweza mambo yote, maana yake ni nini? Mungu naye alijidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Alijidhihirisha kwa kumtoa kwenye ile shida ya kwenye maumivu. Biblia inasema mali zote zikarudi kwa viwango vikubwa zaidi kuliko vile vya mwanzo, na watoto wakarudi kwa viwango vikubwa kuliko vile vya mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu kumshukuru Mungu ni mbinu ya ajabu. Biblia inasema Ayubu katika mambo yote hayo hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ukitanguliza kushukuru, hakuna upumbavu unaoweza kuja kwenye maisha yako. Kuja niseme namna hii. Kwa mfano, kama baba yako amefanya kitendo ambacho unakiona kwamba katika kitendo hiki baba amenionea, kama utaruhusu moyo wako kumshukuru Mungu hata kwa hayo baba yako ambao ameyafanya kwenye maisha yako, japo yanakuumiza, ukamshukuru Mungu, Mungu ninakushukuru kwa sababu wewe ndio ambao unaumba watu wote na baba yangu ulimuumba, na katika haya aliyofanya Mungu ninashukuru. Kuna mbinu ya ajabu ambayo itaibuka ndani yako ya kukusaidia kuzuia uovu wa namna yoyote usifanyike kwenye maisha yako. Lakini ukikataa kumshukuru Mungu, ukaanza kulaumu na kulalamika, ghafla utashangaa unaanza kumtukana baba yako. Utatukana matusi mengi sana kwa sababu umekaa peke yako. Sasa unaanza kutafakari baba yako aliyokufanyia, utaanza kumtukana kabisa kwa matusi makubwa, utamtukana. Au pengine ni rafiki yako amekufanyia kitu ambacho ni kibaya kabisa, unakiona hiki kitu kibaya. Kumbuka ile mbinu ya pili tulisema toba na msamaha. Unashangaa umesahau hadi mbinu ya toba na msamaha. Ghafla hata kama umesahau hiyo mbinu, basi hata ya kushukuru na umesahau. Kumshukuru Mungu hata kwa ajili ya huyo mtu, hata kwa hayo ambayo anayafanya, ili ikusaidie kuleta uwepo wa nguvu za Mungu, ili Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Kwani usiposhukuru ukaishia kwanza kuyatafakari yale mabaya, ghafla utafanya upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusihi ndugu yangu unayenifuatilia, kumshukuru Mungu ni mbinu moja ya ajabu sana, ambayo kama utaiweza kuipandikiza ikawa mbegu kwenye maisha yako, kuna kitu kitakutokea. Kuna kitu kitakutokea. Kuna namna Bwana atafanya kitu cha tofauti na utakuwa na ushuhuda mkubwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye utumishi, kwenye huduma tunazofanya, wakati mwingine kuna vitu ambavyo tunakutana navyo. Mimi nataka nikwambie tu kitu cha kuweza kukisikiliza na kikakusaidia. Kwenye utumishi tunaofanya, kuna vitu vingine ambavyo tunakutana navyo. Wakati mwingine unaenda mahali kwenye utumishi kutumika, unakutana na vitu ambavyo vinaumiza moyo wako. Pengine kwa namna ulivyopokelewa, au kwa namna unavyochukuliwa, au kwa namna ambavyo wanakufanyia vitu. Halafu ghafla ndani yako, kama hautaruhusu kumshukuru Mungu, kumbuka hili ninakuambia, kama hautaruhusu kumshukuru Mungu, uwe na hakika utamaliza huduma na unatoka unaenda huko unakokwenda nyumbani, umefanya upumbavu. Udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako kukutengeneza hautatokea. Lakini kama utafanyiwa vitu vya kufanyiwa huko kuliko kwenda, alafu ghafla ukaishia kumshukuru Mungu, ninakushukuru kwa sababu hata hizi siku ndo imeisha, hivyo ndo nimeshatumika vile ulivyonitumia, ninakushukuru, sasa narudi nyumbani. Yaliyofanyika ambayo ni maovu Mungu wasamee, lakini yaliyo mema Mungu nachukua natembea nayo. Kwa nini? Kwa sababu unatafuta Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yako. Mbinu ni kumshukuru Mungu. Ni kwenye familia unapoishi, unakuta pengine ni dada yako au kaka yako au ni baba ni mama, kuna namna, kuna mazingira ambayo unaona kabisa wanakufanya unakuwa kama uko gerezani vile. Kama vile kuna watoto, kuna vijana wengine unakuta anakusimulia jinsi ambavyo yupo kwao lakini yupo gerezani. Anakusimulia mpaka unashangaa, hii gereza hili mbona ni kubwa sana. Lakini kuna mwingine anakuambia, unaona kabisa huyu kwa kweli yupo kwenye vita. Hii ni vita, yuko vitani.
Mwingine unaangalia unaona tu ni tabu, shida, mazingira. Kuna aina ya maumivu anayopitia kwa sababu ya aina ya maisha aliyonayo kwa kipindi hichi anachoishi. Sasa katika mtiririko wa watu wa namna hii, kumbukeni jambo hili: kumshukuru Mungu ni mbinu kubwa sana. Mshukuru Mungu mahali popote unapopita. Unapita kwenye magumu, mshukuru Mungu. Unapita kwenye tabu, mshukuru Mungu. Unapita kwenye matatizo, mshukuru Mungu. Unapita kwenye magonjwa, mshukuru Mungu. Unapita kwenye kutafuta kazi au hujapata kwa muda mrefu na maumivu, huna fedha na unatamani, unajua kabisa ukipata hiyo kazi ndio kidogo kuna namna utafunguka ili usonge mbele, we mshukuru Mungu. Kuna namna unapitia mambo, unajua kabisa haya mambo kwa kweli mimi ninaanguka kabisa, napotea kabisa. Usiende mbali ukaumia ukapoteza hata maono yako. Mshukuru Mungu, we mshukuru Mungu. Hata wale ambao wanapita kwenye mahali ambapo ni pazuri, kumbuka pia kumshukuru Mungu. Ukasahau, ukaacha kumshukuru Mungu, ukafikiri pengine ni uwezo wako. Kwenye shida, kwenye la, kumbuka ni mbinu ya Mungu kujidhihirisha. Umshukuru Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko sawa jamani? Ni mambo kadhaa tu ambayo natamani tuyazungumze pamoja kwenye hii semina ya mwaka huu 2026. Tunapoanza huu mwaka na tunapofunga mwezi huu wa kwanza kwenda mwezi wa pili na kwenda hii miezi mingine, natamani tuweze kuelewa juu haya mambo ni muhimu sana, yatatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tukimshukuru Mungu, Mungu anajidhihirisha kwetu. Basi kwa kusema hayo, ninawashukuru sana wale ambao mmekuwa mnaendelea kufuatilia mafundisho haya. Leo ni siku yetu ya 3. Kumbuka tena, naweka msisitizo kwamba somo hili ambalo tunajifunza, nilisema kwamba mwanzo mpaka mwisho tunapomaliza, natamani lengo la somo lipate kutimia. Mungu apate kufanya kitu kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu lengo la somo ni watu wamjue Mungu. Lengo la somo ni watu wamwamini Mungu. Lengo la somo ni watu wamche Mungu, watu waishi maisha matakatifu. Kumbuka kule tulikotoka niliwaambia hili jambo. Tunafundishana hizi habari, ni ufunuo ambao Mungu ametupa, lakini lazima tujue kwamba msisitizo wake kwenye malengo ni watu wamjue Mungu, wamche Mungu, wamwamini Mungu, watembee kwenye maisha ya utakatifu. Inawezekana wewe unapita kwenye gereza moja kubwa sana. Inawezekana wewe unapita kwenye vita kubwa sana. Inawezekana unapita kwenye maumivu makubwa sana. Ni shida, changamoto kubwa sana ambayo inakusumbua. Lakini leo tumefundishana, tumeangalia maisha ya Paulo na Sila kule gerezani. Tumeangalia maisha ya wana wa Israeli, wale wa Yuda. Tunaangalia na jinsi ambavyo kiongozi wao Yehoshafati alivyokuwa anawaongoza na jinsi ambavyo walipata na ufunuo. Tumeangalia maisha ya mtu anaitwa Ayubu. Yako mambo ambayo ni ya maumivu aliyapitia, lakini kwa kumshukuru Mungu kuna kitu kiliibuka ndani yao. Mungu alijidhihirisha kwenye maisha yao. Hata wewe kwenye maisha ya kwako Mungu anaweza kujidhihirisha. Inategemea ni kiwango gani wewe uko tayari kuzichukua zile pointi nilizokupa, kwamba umtafute Mungu, kwamba uwe mtu wa toba, lakini pia uwe mtu wa msamaha, lakini pia umshukuru Mungu, uwe mtu wa shukurani. Katika mazingira hayo, kama unatamani haya mambo yawe ni ya kwako, funika macho mahali ulipo. Kama mazingira hayaruhusu ufunika macho, wewe tenga moyo wako kwa kusogeza kwa Mungu, ili ninapoomba nguvu za Mungu ziweze kuachiliwa kwenye maisha yako. Mungu asante, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi. Asante kwa ajili ya hili wingu ambalo Mungu umeliachilia kwenye hili eneo, ili lifunike na kutawala kwenye haya mazingira, na huu pako ambao Mungu umeukusudia ili utende kazi kwa watu wako. Asante kwa ajili ya 3, 4, 5 ambao Mungu amesikiliza, kwa ajili ya wale 100 ambao wamesikiliza, mamia ya watu ambao Mungu amesikiliza. Asante kwa ajili ya uaminifu wako kwamba unapanua mahala pa hema ili kuwafikia na wengine ambao ni wa mbali zaidi. Utukufu na heshima yako Mungu juu ya watu hawa. Asante kwa ajili ya jinsi ulivyonitumia. Mahali nilipoenda vibaya, Mungu naomba nirehemu. Nilipoenda vizuri, najua ni mtaji mkubwa kwa Bwana Yesu. Na kwa sababu hiyo, Mungu aliye hai, ninaomba toba kwa ajili ya hawa ambao hawakujua hizi siri, ya kwamba katika hizi siri wingu lako linaweza likafunguka. Katika hizi siri wewe unaweza kujidhihirisha. Katika hizi siri unaweza kujithibitisha kwenye maisha yako. Ninaomba toba kwa ajili yao pamoja na maisha yangu pia. Mungu, tunajisogeza kwa umoja wetu. Mungu turehemu, uwarehemu na mamia na makumi ya watu wanaonisikiliza na kunifuatilia. Ili Mungu unapojidhihirisha, ujidhihirishe kwa sababu wamegusa kukutafuta wewe. Wamegusa toba, wamegusa msamaha, wamegusa shukurani, wamekushukuru. Hata walivyokuwa bado wapo kwenye matope, wakakumbuka kukushukuru. Hata walivyokuwa katika shida, wakakumbuka kukushukuru, kwa sababu ni mbinu ya ajabu ya kuwatoa. Kwa kuwa
ambao wamesikia siku hii ya leo, nguvu za giza, roho zote za kipepo, kila nguvu za adui na mashirika mabaya ambao Mungu anaweza kushirikiana nao, lakini ni adui Shetani, ni mpinga Kristo, ni yule ambaye anachukia mafundisho ya kwako ili yasifike kwenye masikio yao, wachawi wanaozuia Mungu wingu lako lisitawale kwenye maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu. Mungu, ninajikabidhi pamoja na watu hawa mikononi mwako, ili ufungue lango la nyakati, ufungue lango la baraka, ufungue lango la amani, ufungue lango la msaada wa kuwasaidia, katika jina la Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Inawezekana kuna wengine Mungu walirudi nyuma walivyopita kwenye maumivu kama haya. Mungu, nawaweka mikononi mwako kwa jina la Yesu. Nguvu za giza ambazo Mungu zimewarudisha nyuma zipate kuondoka kwenye maisha yao. Mahali ambapo wameparuzwa pasawazishwe. Mahali ambapo Mungu liye hai wamekunjamana kwa kufungwa wapate kufunguliwa. Mahali ambapo Mungu liye hai inawezekana kwa maisha ya kwao wamepitia majuto kiasi cha kwamba wanatamani hata ukombozi utokee. Mungu, ninaomba wakombolewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wewe peke yako Mungu liye mkuu sana. Hakuna mwingine kama wewe. Umejaa neema na umeketi mahali pa juu sana. Asante kwa sababu wewe Mungu ni mwaminifu. Asante kwa sababu wewe Mungu ni mtukufu. Asante kwa sababu Mungu uko tayari kutusaidia. Basi kawasaidie wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba haya na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia. Nikukaribishe tena kwa ajili ya semina siku ya mwisho ambayo ni siku ya 4. Tukutane tena Jumatatu nyingine inayokuja, na Mungu awabariki sana. Amen.